Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu ni dabi, tunajuana sana, kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu na leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho ili kesho tunakwenda kukabiliana na Uganda. Najua mchezo utakuwa rahisi kwa sababu tunajuana sana, kwa hiyo tutaendelea kupambana ili kupata katika alama 3 katika mchezo wa kesho. Mchezo mmoja nimeukosa, lakini tunashukuru Mungu tujapata matokeo katika mchezo huo, lakini mchezo wa kesho tumefuata maelekezo ya mwalimu tangu jana, kwa hiyo tutafanya vizuri katika mchezo wa kesho ili kupata alama 3. Ni mchezo muhimu sana na tunawaheshimu sana Uganda. Ukishiriki mashindano ya AFCON ni hakuna kundi rahisi. Timu zote ambazo zinazokuja zinakuwa ni bora na nzuri. Kwa hiyo sisi tunajua mchezo mmoja hatujapata matokeo, lakini tumeshiriki huko nyuma hatukupata alama 3, tumepata alama 2, moja, lakini AFCON hii tunataka tuonyeshe kitu cha tofauti ili kupata alama 3 katika mchezo wa kesho, na ndio maana tumejiandaa vizuri ili kwenda kukabiliana na Uganda. Mimi kama mchezaji naendana na pale mwalimu ambao wanaposema kwamba 2027 mashindano yatachezwa nyumbani, na bado tunaendelea kujenga timu kama alivyosema mwalimu. Kwa hiyo mpaka tufike 2027 tutakuwa imara na tutafanya vizuri katika mwaka 2027. Lakini sasa hivi tunaangalia mashindano hapa ambao tuko Morocco, tunaangalia zaidi mchezo wa kesho. Mchezo wa kwanza tumepoteza kwa sababu tumecheza na timu bora, timu nzuri, lakini pia sisi wenyewe tulikuwa bora katika mchezo ule, hatukupata bahati tukupata matokeo, lakini tumeyaacha ambayo yaliyopita. Sasa tunaangalia sana mbele, kwa hiyo tunaangalia sana Uganda ambao ndio wapo mbele katika mchezo wa kesho ili kupata matokeo. Hakuna kitu kingine chochote. Mchezo wa kesho, lakini ni rahisi kama tutafuata maelekezo ya walimu, na tuna imani kupitia walimu wetu na kupitia wachezaji wote tutashinda katika mchezo wa kesho. I think it will be a very difficult game because we know each other and we play more than one times in different fields. And tomorrow I think it will be more difficult because everybody wants 3 points, and we prepare good for tomorrow games, and everybody is ready. You can see it, everybody is good, and we follow all the instruction from the staff. We hope we get a 3 points because it's very important to qualify for the next stage. Tunacheza mashindano haya almost mara 3 sasa tunaenda, na tunahitaji kweli kupata pointi zaidi ya hii 3 ya kesho. Tunahitaji mechi zote 2 zituweze kushinda. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kama mchezaji ambaye nina experience, lakini pia mimi ndo nawakilisha wachezaji wenzangu hapa nilipo, sisi mchezo wetu wa kesho tunahitaji kushinda. Najua hautakuwa mwepesi kama watu wanavyofikiria, ni kama hivyo nilivyosema mwanzo, ni majirani zetu, tunafahamiana vizuri for each, lakini pia kila mchezaji anajua umuhimu wa kesho, na mimi naamini kama captain ambaye nimekuja kuwakilisha wachezaji wenzangu, kesho tunahitaji kushinda huu mchezo ili tuweze kujihakikishia mchezo ambao huko mwisho na Tunisia. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumzia mchezo wa Uganda ambao kila mtu anatamani kuona Tanzania inafanya vizuri, lakini mimi naamini kesho tutafanya vizuri kwa uwezo wa Mungu. I think we are more close in the level. We respect every single team, but it's a derby of East Africa, and if you watching the last 3-4 result was very close, always 1-0, 1-0, 0-0, is very close. It's more in our level. We can be more realistic. We respect a lot. They did a very good qualification in the World Cup, even for African Cup of Nations, very good performance. But it's true, it's more equalized the level, Tanzania and Uganda than Uganda, Nigeria, or Tanzania, Nigeria. It's clear, very clear, even with Tunisia. For that will be very tough game. I repeat, it's a derby, and for sure the character, the temperament, and the tactical shape will decide the game. But I think even in quality player we are very similar. My only issues is to put this mentality to Tanzanian players. They can play attacking football, they can play very good defensive work structure, but we can attack, we can score goal, and we have players the quality, like you say, with Suba, Samata, Charles, Faisal, Terin. We have players who can win, and Tanzanian people can expect this. A team who fighting, who has proud to defend the national flag, but to play good football and try to win the game. I cannot promise result. Results, sometimes there are accidents, but what I can promise is to change the face. Don't feel in always Tanzania underdog. Respect, everybody must respect Tanzania. This is my idea.